hii ni kamati tendaji ya wilaya, ni sehemu ya kamati tendaji ya jimbo la Lupa, lakini tumeitana hapa ili tuweze kutoa msimamo wa chama, lakini tuko na viongozi wetu wanachama waalikwa. Lakini sambamba na hilo, ningependa kwanza kabla tujaanza, mwenyekiti wetu kwanza, mwenyekiti wa chama wilaya ya Chunya amepata uzuri akitegemea kuwa naye, lakini kwa bahati mbaya ameturuhusu tuweze kuendelea na hichi kikao na ametoa baraka zote, na kiufupi akasema basi tuweze kuendelea, tuweze kunena yale ambayo yaliyo mema, na tuweze kuangalia ni namna gani tunakwenda kutoka hapa tulipo na tunakwenda na hatua gani. Msimamo wa chama utakaotolewa hapa nadhani utakuwa ni msimamo wa chama wa jimbo la Lupa. Naomba sasa, kama kwa jina nilivyoangalia, naomba nikaribishe mheshimiwa mwenyekiti wa Bazecha ambaye amekaimu nafasi ya mwenyekiti wa chama wilaya, mheshimiwa Juma Mnyambwa, aweze kutufungulia afu zeni na ratiba nyingine tuweze kuendelea nazo. Usani kwanza kwa kutoka Mbeya na kufika hapa Chunya kwetu kwa usalama. Sifa na utukufu vimrejee Mungu mwenyewe aliyowasafirisha salama. Na hili ndilo jimbo letu la Lupa, wilaya ya Chunya. Nitakuwa na mengi punde nitapata muda wa kuweza kuyazungumza, maana Bwana ndiye aliyetupa kibali sisi wakazi wa jimbo hili la Lupa na wilaya yetu ya Chunya kuyazungumza haya, na kile ambacho tumetarget kwa siku ya leo kuweza kuzungumza kwa ajili ya wakazi wa nchi yetu yote ya Tanzania, jimbo la Lupa na mkoa wa Mbeya na wilaya yetu hii ya Chunya. Kwa kusema hivi, napenda niwashukuru sana wanachama waliohudhuria kwa siku hii ya leo. Naomba sasa nikiweke wazi kikao hichi kwa niaba ya mwenyekiti wangu mzee Juma Mnyambwa aliyenikabidhi mkoba huu kwa siku ya leo. Naomba nifungue rasmi kikao hichi. Naomba sasa niseme kwamba kikao kimekwisha funguliwa. Asante sana. Tumeitana hapa ili tuweze kujadili mafupi mawili matatu na kuweza kutoa mwelekeo wa chama. Lakini kwa muda huu, bila kupoteza muda, ndugu waandishi wa habari, niweze sasa kumkaribisha mwenyekiti katibu wa baraza la wanawake wilaya ya Chunya, ambaye yeye atatoa msimamo mzima wanawake jimbo la Lupa watasema nini, kwa sababu sisi hapa tuko ni sehemu tu ya wao. Naamini sauti itakayotolewa hapa ndio msimamo wa chama wilaya ya Chunya. Nashukuru katibu. Kwa majina anaitwa Stella John Mwakasekele, ni katibu baraza la wanawake jimbo la Lupa na ni katibu baraza la wanawake mkoa wa Mbeya. Lengo na mazumuni ya kufika siku ya leo mahali hapa ni kutaka kutoa tamko juu ya mwenyekiti wetu ambaye mpaka sasa serikali inamshikilia kwa tuhuma zisizoeleweka. Kwamba mimi kama mama na mimi kama kiongozi wa wanawake ninapenda kutoa taarifa hizi za masikitiko kwamba imefika stage sisi kama wanawake tumeumia vilivyo, kwa sababu aliyeko ndani ni mtoto wetu, aliyeko ndani ni mume wetu, aliyeko ndani ni baba yetu. Kwa kama mwanamke ninapenda kutoa masikitiko haya kwamba sisi wanawake tumeumizwa pakubwa na tuna kila sababu ya kulia na kuomboleza. Na sauti yetu kuu ni kutaka jeshi la polisi pamoja na ndugu zetu ambao wako nyuma, wana CCM, ambao wao wamekwenda kujipa mwelekeo kwamba kila kitu ni cha kwao hapa nchini. Lakini na sisi tunakwenda kusema kwamba hatutalala, hatutanyamaza. Tunachotaka kuona mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu akiachiwa huru, kwa sababu hajafanya jambo lolote ambalo linaweza likamweka ndani ili aendelee kushikiliwa kwa makosa ya uhaini. Hivyo basi, ninapenda kila mwanamke anayenisikiliza, Rais Samia naye ni mama kama mimi, pale alipo anaposikiliza Tulia Ackson naye ni mwanamke, ninaomba suala hili walichukulie kiundani zaidi, kwamba wao kama wanawake, mme wa Tulia au mme wa rais wetu Samia Suluhu Hassan, ikiwa amekamatwa kwa vitendo vya kijinga kama hivi ambavyo anazidi kuonewa mwenyekiti wetu, je, wao kama wanawake wanalipokeaje na wanalichukuliaje? Wamebeba uzito kwa kiasi gani?
Sisi kama wanawake wa Chadema tumeumia sana kwa sababu tumeumizwa. Na tunaomba jeshi la polisi, tunaomba serikali ya Samia iliangalia hili jambo kwa umakini na ikamwachie huru mwenyekiti wetu Antipas Lissu ili aendelee na majukumu yake ya kujenga chama, na hatutakubali, hatutalala. Hatutaingia kwenye uchaguzi mpaka katiba imebadilika. Hata kama Lissu yuko gerezani. Wakumbuke kabisa kwamba Nelson Mandela alikuwa gerezani lakini bado uhuru ulipatikana. Na sisi kama wanawake wa Chadema tutasimama na kuendelea kulisemea hili jambo, na tutapigana vikali kuhakikisha hata kama Lissu yuko ndani lakini bado tume huru ya uchaguzi inapatikana. Kwa tuko tayari kusimama na kupambana, hasa jeshi la polisi pamoja na wana CCM kwa ujumla. Asanteni sana. Adamson Mahenge ndiye mwenyekiti wa baraza la wazee jimbo letu la Lupa wilaya ya Chunya, na ndiye muhasibu wa baraza la wazee mkoa wa Mbeya. Sikitiko letu kubwa ni kwa sababu serikali iliyo madarakani yawezekana hata milango au madirisha ya kumcha Mungu hawajui. Wangelikuwa wanasoma maandiko matakatifu wangelitambua Mungu ni nani, na haya wanayoyafanya yote wasingeweza kuyafanya. Ukisoma katika Biblia kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari ule wa 15, Biblia inasema hivi: kwa kuwa tazama nitaziita jamaa zote za Farao za kaskazini, asema Bwana, nao watakuja na kuweka kila mtu kiti chake cha enzi mbele ya mahali pa kuingilia malango ya Yerusalemu, na kuelekea kuta zake pande zote, na kuielekea miji ya Yuda. Kifupi nataka nielezee historia hii alikuwa na maana gani. Falme zinapokuja na leo inafika mahala viongozi walio madarakani, viongozi wa kiserikali wanapopinga kwamba maaskofu, mapadri, wachungaji, waumini, mashehe wasijichanganye na masuala ya kisiasa. Sijajua siasa hizi taratibu ambazo wamezishika na kuziendesha na kuongoza huu ulimwengu wamezitoa wapi wao, kama si maandiko matakatifu na kama si Qur'an tukufu inayowafundisha hizi taratibu waweze kuzijua. Ukiangalia katiba imetengenezwa kwa mfumo wa Biblia, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Inapopinga kuiba, katiba yenyewe inapinga kuiba. Biblia inapopinga rushwa, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inapinga rushwa. Wewe nani leo unayesimama unasema viongozi wa dini wasijichanganye na nini? Na mambo ya kisiasa. Siasa ni dhambi. Kama siasa si dhambi, basi huna tamko. Wewe ni nani unayetoa tamko aseme leo viongozi wa dini hawapaswi kukemea mambo maovu yanayotendeka na serikali hii iliyopo madarakani? Kumkamata kiongozi wa itikadi ya chama cha Chadema kusema ni haini, hiyo neno umelitoa wapi? Ni shule ipi uliyojifunza na ukasoma ukagundua kwamba haya mambo kweli yapo kwenye mfumo wa haini? Wewe ni nani? Tunalikemea kama wazee, tunalikemea kama Watanzania. Tunahitaji serikali hii iliyo madarakani iache kwenda na mifumo ya uongo. Ulimwengu unashuhudia kwamba huu ni uongo, kwa sababu sasa hivi hakuna kipofu. Wote wamesoma na wote tumekuwa wasomi. Unavyotupeleka kwa kutumia nguvu kwa sababu wewe umeshika mpini, sisi tumeshika makali, huo ni uonevu. Ulimwengu hauhitaji. Naomba ulimwengu ushuhudie sasa kwamba Tanzania kuna uonevu mkubwa. Imefika mahala hata askofu kutembea usiku hawezi. Kutembea saa moja anaogopa, maana hajui nani anayemuinda. Kwa sababu jana Jumapili alikemea uovu, alikemea rushwa. Anaogopa sasa kusimama kwamba kwa sababu nimekemea rushwa na kwenda kukamatwa. Na kwenda kukamatwa na watu wasiojulikana. Na hao watu wasiojulikana serikali ya madarakani inawafahamu. Kwa nini siwafahamu? Mbona wao kwao hatuoni mtu aliyepotea na watu wasiojulikana wanakamata watu wa upande mmoja? Utasemaje hawajulikani? Ndugu zangu, tunalaani vikali kwa tabia hii ambayo inatendeka katika ulimwengu, hususan nchi yetu ya Tanzania. Tunaomba chonde, ewe rais uliye madarakani, tunakuheshimu, ridhaa yako ipo. Tenda haki, usibague. Tuliukubali umoja wa vyama vingi katika nchi hii. Wa nini sasa kama tulikuwa tunakuwa waongo na tunakuwa waoga? Uoga hautakiwi. Tumekubali, tutende haki. Alafu leo unakuja unakataa tume. Wewe tume gani na wewe na chama kimoja? Hiyo ni tume? Hiyo sio tume ndugu zangu. Tume huru iwekwe na vyama vyote vilivyopo na vilivyosajiliwa kwa mujibu wa sheria. Hiyo ndio itakuwa kuwa tume halali. Hivi hapana, hatutakubali. Tunahitaji Tundu Lissu atolewe mle mahara. Tukakae meza moja, tujadili ni wapi nchi yetu ina mapungufu. Hii nchi ya Tanzania ilikuwa ni nchi ya mfano ndugu zangu.
duniani kote walipaswa waige Tanzania kwamba demokrasia ipo. Cha ajabu Tanzania ndio tumekuwa watu wa kuibeza demokrasia. Why? Tatizo liko wapi? Kwa nini tunakuwa waoga? Hizi bunduki za nini sasa? Hatujaomba kwa bunduki ya Tanzania. Sisi hatupo Somalia. Sisi hatupo huko. Tanzania bunduki hatuzijui. Sisi bunduki yetu ni mdomo. Tuyamaliza mambo kwa Kenya. Ningependa kuwa na mazungumzo mengi sana, lakini kwa kuwa tuna majonzi, tuna huzuni kwa hili jambo ambalo limefanyika kwa nchi yetu, linatuumiza sana. Hatutaki haki. Hebu turudi, tusitake haki, turudi kuitafuta haki iliyo vizuri, na hakika nchi yetu itaenda vizuri sana. Kwa jina anaitwa Yohana G. Mpamba, katibu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wilaya ya Chunya. Ndugu zangu waandishi wa habari pamoja na wajumbe mliohudhuria habarini ya mchana. Awali yote nipende kuwashukuru kwa kuweza kutenga muda wenu wa kuweza kufika mahali hapa tuweze kutoa msimamo wa chama wilaya ya Chunya. Lakini kama chama tumeumizwa sana na kitendo ambacho kinaendelea juu ya matendo yanayofanyiwa kiongozi wetu wa chama, mwenyekiti wa chama taifa, Mheshimiwa Tundu Mwana wa Antipas. Ni sehemu gani ambapo tumekewa? Kila chama kinakuwa na malengo yake, ni namna gani ya kuendesha chama. Lakini pili, lazima tuwe na falsafa. Lazima kinadi sera zake. Sasa sera ya Chadema baada ya maazimio kutoka mkutano mkuu tarehe 21 mwezi wa kwanza, tuliazimia kwa pamoja kwamba lazima twende bila mabadiliko ya sheria za uchaguzi. Tusifanye nini? Hakuna uchaguzi. Hivyo ni kwa sababu gani? Ni lazima tuhakikishe tunapambania, tunapata mifumo mizuri ya uchaguzi, yani hata iwe mtu yoyote aweze kushinda kwa haki. Lakini masikitiko yetu pale tulipoamua kutoka nje sasa na kuanza kueleza sera kwa watu, kwa wanachama, kwa wananchi mbalimbali, tumesikitishwa na kitendo alichofanywa mwenyekiti wetu, Mheshimiwa mwenyekiti wa chama taifa, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, kukamatwa kwa nguvu wakati mkutano huo ulikuwa ni kisheria, na mkutano huo ulifuata misingi yote ya katiba ya nchi kama kwa mujibu wa katiba yetu ya nchi. Lakini tu nirudishe kwa upande wa nyuma. Tumesimama hapa kama viongozi wa chama ngazi ya wilaya ya Chunya kuonyesha masikitiko yetu makubwa ni kwa nini mwenyekiti wetu bado anaendelea kubagazwa mle ndani, lakini kwa juu ya kila alichokuwa anakipambania. Amekipambania kwa uzuri kwa kisha hatuwezi kwenda na uchaguzi hizi kuendelea kufanyika pasipokuwa na marekebisho ya sheria, kwa sababu tumetoka kwenye chaguzi za serikali za mitaa hivi karibuni. Tumeona jinsi nguvu kubwa ambayo inatumika, mifumo mibovu ambayo inaendeshwa ndani ya chama, ambapo haiwezi ikampa mtu mwingine kuweza kushinda uchaguzi, yani iwe huru na haki, inakuwa ni ngumu. Kuna jambo moja, hebu fikiria, wao tume wanasema wamefanya mabadiliko, na wenzetu vyama vingine vimeenda kushiriki huo uchaguzi, kwa sababu watashiriki huo uchaguzi kwa tume hii iliyobadilishwa. Maana wamebadilisha majina tu kwamba mkutano kwamba imekuwa ni tume huru ya uchaguzi badala ya tume ya taifa ya uchaguzi, lakini kimsingi yale matendo yake mle ya ndani si kitu. Kuna sehemu moja mtu anasema, mtu anapokuepo kwamba kuna upande kwa mfano mtu mgombea binafsi. Hasa pale anapokuepo mgombea binafsi, mnapeleka mawakala. Mnapopeleka wakala, je, wakala ambaye atakuwa tume haijasema, hajaweka wazi, je, ni nani ambaye atapiga sema mtu mmoja atapiga kura ya hapana ndio au hapana? Ni nani ambaye atateuliwa kusimamia kupiga kura au kusimamia kuhesabu kura za hapana? Wakati mle ndani mtu tayari mle ndani kwenye kichumba cha uchaguzi, sehemu ya kupigia kura, wamesema awe mtu mmoja. Tumeona maeneo mengi katika wilaya hii walikataza kwamba awepo, tuweke mawakala ambapo tumeweka wagombea. Kwa sehemu ambapo tuweka wagombea, wakala hawezi kupatikana. Kwa hiyo tunaona kuna mapungufu kama hivi. Lakini hiyo ni sehemu tu ya mapungufu ya tume. Kwa tunasema hapa ni lazima meza maliziano ikae kama walivyoweza kushauri. Kwanza ninawashukuru sana viongozi wangu wa dini, viongozi kwa jinsi walivyoweza kupaza sauti. Viongozi mbalimbali wa dini ya Kiislamu wamepaza sauti juu ya kwa nini mienendo hii ambayo inaendelea. Lakini pia viongozi wa dini za Kristo nao wamepaza sauti ni kwa namna gani serikali iweze kukubali kutenga muda, na kulingana na muda huu uliopo, muda unatosha kabisa
wa kuweza kufanya mabadiliko kwenye sheria zile muhimu za uchaguzi, watu wakaweza kupiga kura zao. Lakini leo hii ukimchukua mtu yeyote ukamwambia nenda kapige kura, hawezi kupiga kura kwa sababu anaamini kura atakayemchagua hata sio atakayetangazwa. Kwa hayo ndio masikitiko yetu makubwa. Lakini ndugu zangu waandishi wa habari pamoja na wajumbe mbalimbali ndio hudhuria mchana huu, masikitiko yetu sisi ni makubwa ambacho tunakisema mpaka saa hizi. Tarehe 24 hatuwezi kweli, wanasema hatuwezi, mahakama ni chombo huru ambacho hakiwezi kuingiliwa na mtu yoyote, iwe serikali au bunge. Maana mahakama nao ni muhimili kamili ambao unajitegemea. Na kwa mwajibu huo sasa, wananchi kwenda kuhudhuria mahakamani ni haki yao kabisa kikatiba. Kwa wilaya ya Chunya tumejipanga. Tumeandaa na sisi tumejipangana, tupo tayari kwenda kumsikiliza kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu kwa sababu na sisi ni sehemu ya chama, na sisi huku ndio chama kinaanzia huku chini. Ukisoma katiba ya nchi, ibara hii ya 8 inavyosema, serikali na watu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia ya haki na kijamii. Na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. Sasa tutapataje huu wajibu wa wananchi kama misingi inakosewa? Sasa hao wananchi wanataka misingi bora iwekwe, yani ni ya uchaguzi, ili kile ambacho tunakipigania kiendane sawa na kile ambacho tunakitaka. Leo hii tunaenda kuona nguvu kubwa nguvu kubwa inayotumika na jeshi la polisi namna kutukamata sisi wapinzani ambao tunakosea au ambao tunaishauri au kuikosoa serikali ifuate misingi ya kikatiba kama inavyotamka ibara ya 8 kifungu kidogo cha kwanza. Inaenda wazi, imetamka wazi kwamba kama misingi itakuwa ni haki kwa bila wananchi, ni kwa nini sasa wao wanakwenda kuvuruga? Hilo ndio sikitiko letu la kwanza. Lakini la pili, tunasema kwenda kuhudhuria mahakamani ni haki yetu, ni haki ya kila mwananchi kwenda kusikiliza, kwa sababu mahakama ni sehemu ya haki. Basi acha twende tukasikilize. Tumejipanga, tunaondoka leo jioni, tunakwenda tarehe 24. Kwa kisa tarehe 24 tutakuwa kule, tutakuwepo maeneo ya Kisutu, tukaungana na wenzetu wa mkoa wa Pwani na wakanda tofauti hivyo. Lakini pia nipende tu kushukuru kwa namna alivyoweza kusema mwenyekiti wangu wa chama mkoa, Mheshimiwa Masaga Kaloli, naye ameumizwa na hiki kitendo alichofanywa na mheshimiwa mwenyekiti. Tumeona alivyoongea, naye amesema, na sisi tunaungana naye kama chama jimbo la Lupa. Tunaungana na sauti ya mwenyekiti wa chama taifa, tunaungana na sauti na mwenyekiti wa kanda ya Nyasa kwa kile ambacho anakipigania kwamba alichofanywa mheshimiwa Tundu Lissu sio haki. Kwa sababu Tundu Lissu hakushika mabomu, Tundu Lissu hakuwa na bastola, Tundu Lissu hamiliki genge la wahuni kwamba wana silaha za kivita ambazo hiyo inaweza kufanya kumpindua rais. Sio hivyo. Tunataka tufuate misingi kwa kutumia nini? Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili tuweze kuifuata. Sasa kama haya yote viongozi wa dini wameshauri kwamba kuna haja ya kufanyika hizi reform za uchaguzi, kuna sababu gani ya kuendelea kumshikilia Tundu Lissu? Tunaamini mahakama zetu kwa kuwa jinsi zinasimamia ni mahakama ambayo ni huru, basi ziweze sasa kutamka kuangalia hili kwamba je, kile ambacho kimefundwa na DPP wa nchi yetu wa Tanzania ni haki kweli, kama mtu kudai reforms za uchaguzi kuitwa muhaini? Basi kama ndivyo kudai reforms za uchaguzi ni uhaini, basi na sisi wanalupa tuitwa basi wahaini kwa hili ambacho kinaendelea. Kama kudai mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi, kuwakataa hao watu wakurugenzi wasisimamie, kwa sababu wakurugenzi wengi ni makada wa Chama cha Mapinduzi. Tumeona wengi, hata hao wasimamizi wa uchaguzi ngazi ya kata, ambapo tunapata hawa madiwani, asilimia kubwa ni sehemu makada wa Chama cha Mapinduzi. Tumeona juzi hapa huku kata Sangambi, kada kabisa, mtendaji wa kata amevaa, yupo kwenye kikao cha kamati ya siasa ya kata, na yupo zaidi kabisa na amevaa shati la CCM. Sasa leo huu unaenda kumpa mamlaka aenda akasimamia chaguzi, atuletee diwani wa kupitia Chadema. Watategemea kutatokea kitu gani? Kwa hiyo kutakuwa na ulasimu mkubwa. Kwa hiyo tunaungana na sauti ambazo zinapaza za viongozi wa dini, wana harakati mbalimbali waliopo ndani ya nchi na nje ya nchi, ya kuhakikisha serikali ikae mapema, na huu muda unatosha. Sawa, ifanye reforms mapema, kwa sababu ili watu waweze kuiwa sasa kwenda kuiwa kwenda kupiga
kula. Yaani wawe tayari kwamba mimi leo hapa Mkotoni na kwenda kupiga kula, namchagua mtu fulani, itahesabika kula hiyo kwamba nimemchagua mtu fulani. Lakini kwa staili hii kwamba amechaguliwa mtu mwingine, anakuja kutangazwa mtu mwingine, tunawavunja nguvu wananchi na kwenda kupiga nini? Uwezo wa kwenda kupiga kula. Kwa hiyo naona hakuna maana ya kupiga kula, kwa sababu yule atakayeshinda si atakayemchagua si atakayetangazwa. Lakini pia sambamba na hilo, tuwaombe sasa ndugu wananchi, ndugu zetu waandishi wa habari, sauti yetu sisi ni moja kwa Chunya. Kama alivyoweza kuongea viongozi wetu wa mkoa wa Mbeya na walivyoweza kwenye nyakati tofauti, na walivyoweza kuongea viongozi wetu wa kanda kwenye nyakati tofauti, hivyo tunaungana viongozi wa taifa wa chama wakipambania kwamba lazima reforms zifanyike ili tuende kwenye chaguzi huru na haki. Makamanda peoples. Peoples. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi siku ya leo tarehe 22 kuzungumza na Watanzania nikiwa kwenye ardhi ya nyumbani kwa Mbeya, kanda ya Nyasa, wilaya ya Chunya. Na ninamshukuru Mungu, leo nimekutana na makamanda wenzangu, wajumbe wa kamati ya utendaji jimbo la Lupa, wilaya ya Chunya. Kwa hiyo najisikia raha sana, maana niko nyumbani. Na ninazungumza kama mwenyekiti wa kamati ya mafunzo kanda ya Nyasa mstaafu. Ninayo mambo machache ambayo ninataka kuungana na chama changu taifa, kanda, mkoa na kanda zote nchi ya Tanzania, hususan kuhusu swala la mwenyekiti wetu taifa kuwekwa magereza mpaka sasa. Ninatamani makamanda, kabla sijazungumza, tuimbe kidogo kama wimbo hapo. Weka ngumi zako namna hii. Nikisema Chadema sema, sema usiogope, sema Chadema sema, sema usiogope, sema Chadema sema, sema usiogope, sema sisi Chadema hatuogopi CCM, sema sisi Chadema hatuogopi CCM, sema. Baada ya wimbo huu, ninatuma ujumbe kwa serikali ya Chama cha Mapinduzi, ninatuma ujumbe kwa serikali ya Samia Suluhu Hassan kwamba Tundu Lissu sio haini. Tundu Lissu sio muharibifu katika taifa hili. Tundu Lissu ni mtetezi wa haki za binadamu. Tundu Lissu ni mtetezi wa Watanzania. Tundu Lissu ni mtetezi wa watu wote walioonewa kwenye mifumo mibovu, mifumo gandamizi ya uchaguzi katika taifa letu. Baada ya kusema hayo, ninaomba niliase jeshi la polisi na niase serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayosimamiwa na Samia Suluhu Hassan, inayosimamiwa na Chama cha Mapinduzi. Badala ya kushughulika na Tundu Lissu, badala ya kushughulika na Chadema, ishughulike na hawa mafisadi, hawa waizi wanaoliibia taifa letu. Ripoti ya CAG inazungumza madudu makubwa ambayo Chama cha Mapinduzi wanaoibia Watanzania. Badala ya kushughulika na hawa wezi ambao wameiba fedha, wamepola fedha, inashughulika na Chadema. Sasa mimi ndiye nitakayeongoza msafara wa wanachama na wananchi na wapenda amani kwenda kusikiliza kesi tarehe 24 kutoka wilaya ya Chunya. Na wanachama wa chama hiki na wananchi wapenda amani, wapenda haki wako tayari kwenda Dar es Salaam Kisutu kuhudhuria kusikiliza kesi ya magumashi, kesi ya mchongo ambaye anapewa mwenyekiti wetu taifa ambaye ni Mheshimiwa Tundu Lissu. Hivyo makamanda wote ambao mnanisikia na ambao mmepiga simu mara nyingi kwa viongozi wa jimbo kwamba utaratibu unakueje wa kuelekea Dar es Salaam, leo hii tunatoa tamko nikiungana na wajumbe wa kamati ya utendaji jimbo la Lupa kwamba kuanzia kesho asubuhi tutaanza safari kuelekea Kisutu, Dar es Salaam. Makamanda, peoples. Peoples. Mimi nikizungumza mengi sana nitapunguza uhondo, lakini niwaambie tu kwamba hawa watawala ambao wanaogopa uchaguzi, maana wanaogopa uchaguzi. Wangekuwa hawaogopi uchaguzi, wasingekuwa wanatengeneza kesi za mchongo. Chadema tuna msiba ambao
msiba huu atakayotutibu, atakayotupoza msiba huu ni Tume Huru ya Uchaguzi. Msiba wetu, wanachama wenzetu mpaka sasa hivi hawajulikani walipo. Hatujui Beni Sanane yuko wapi. Hatujui Mbise yuko wapi. Hatujui Deus Soka yuko wapi. Hatujui Shadela Kachaula yuko wapi. Hatujui Deonis Kipanya yuko wapi. Na wengine ambao wanaendelea kutekwa. Alafu bado natulazimisha tuingie kwenye uchaguzi wakati haya makovu yanatokana na uchaguzi. Ndugu waandishi wa habari, mimi naitwa Chance Mwaigambo kutoka kanda ya Nyasa. Hii ni sauti ya mtu aliyaye kutoka nyikani. Itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Mungu awabariki sana. Swali linasema kwa nini kwenda Dar kusikiliza kesi? Ninatamani kujibu ndugu mwandishi, sababu ya kwenda Dar es Salaam, nguvu ya mfalme ni watu wake. Huyu Tundu Lissu ni mwenyekiti wa chama taifa, ni mwenyekiti wa Chadema taifa. Kwa ni lazima wanachama wake anaowaongoza waende kusikiliza kesi nao mkabili. Maana tunaiomba pia mahakama ya Kisutu itoe spika nje, kwa sababu wanachama tuko wengi kutoka wilaya ya Chunya na mkoa wa Mbeya. Tuko wengi. Ile mahakama, ile eneo la mahakama litatosha. Huyu ni mwenyekiti wa chama taifa. Huyu Mlilo anayetuzuia asijaribu kusaidia CCM. Tunataka iachie mahakama itende haki. Sisi tunataka kwenda kumuunga mkono, kuungana naye mwenyekiti wetu taifa Tundu Lissu. Asante sana. Swali hilo linasema kwamba ni namna gani mnaasilika watu wa Chunya juu ya mwenyekiti wenu kutiwa mbaloni. Kwanza itakumbuka tarehe 29 Machi Mheshimiwa mwenyekiti taifa amezuru hapa wilaya ya Chunya kwenye ardhi ya Chunya. Na tumefanya naye, ameweza kufanya mkutano wa hadhara mkubwa. Kwa hiyo hatujaathirika mpaka sasa kwa kuwa yeye yupo ndani. Lakini zaidi tumeendelea kuimarika juu ya kile alichoweza kutueleza, kwa sababu ujio wake wa Chunya alieleza vitu vingi, namna kuweza kuwapambania wanachunya, jinsi haki za watu zinavyopokwa, jinsi watu wa Chunya wafanya biashara wakubwa wanavyobambikiziwa kodi, yani wanavyorundikiwa mfumuko wa kodi. Kwa hiyo mfumuko wa kodi unakuwa ni mwingi. Yani mtu mmoja tutafanya mchukue mtu wa madini kwa sisi watu wa Chunya. Kwa tunategemea Mheshimiwa Lissu yeye ni sauti ya watu. Lakini pia baada ya kufika huku Chunya aliweza kuwasemea watu wa madini. Ukienda mtu mmoja anakuwa, kwa mfano anaenda kwenye issue ya plant anatoa gharama zinakuwa ni kubwa. Nenda huyo mtu mmoja aende kulipia suti ya lei 200. Nenda anakuja huyu mtu mwingine, yani kwenye mtafasi huyo mchimbaji huyo mmoja, yanakuja ni mambo mengi, arundikiwa kodi nyingi. Kiasi atakachokipata kama alivyosema Mheshimiwa Lissu, mchimbaji anaanza kuasilika tangu yupo kwenye shimo anatoa dhahabu. Baada ya kuipata tu hiyo dhahabu yake, anaenda kuipeleka kwenye serikali, anaenda kufyekwa na serikali kwa sababu mlundikano wa kodi ni mwingi. Wanakuja siku kwenye osha, wanakuja sijui fire. Kwa huo wote ni mlundikano wa nini? Wa kodi. Kwa kuasilika kuko, lakini yeye ndio sauti ya nani? Sauti ya watu. Tunategemea uwepo wake wa kuwepo kule ndani. Sisi huku ametuimarisha. Kwa tunaendelea kukipigania kile alichotuelekeza au kile alichotupa maelekezo, msimamo wetu. Lazima hawa watu wafanya biashara tuendelee kuwatetea kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo sasa msimamo wa wanachunya tunakwenda kupambana ya kuhakikisha hii serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iache kuwalimbikizia wafanyabiashara mlindukano wa kodi, kwa sababu hata kama atapata dhahabu kilo kadhaa, lakini asilimia kubwa anayefaidika ni serikali. Utamnufaishaje huyu mtu wa chini kama utamrundikia nini hizo kodi? Lakini tuende kwenye sehemu vitu vingine. Wilaya ya Chunya ni sehemu ambayo ina misitu mikubwa. Lakini hiyo misitu mikubwa mpaka saizi kumeendeshwa na mkataji mikaa ovyo. Leo hii mikaa inatoka huko inalisha Chunya, inalisha hadi Dar es Salaam mikaa. Hii habari ya gesi unazogawagawa CCM kwa ajili ya serikali, kwa ajili ya kutoa, kwa ajili ya gesi sijui na nini. Ni kama ni unanili tu, ni kuadaa tu wananchi. Kwa sababu leo hii unamgawia gesi ya shilingi 20,000. Itakuwaje hapo mbele na kuja baadaye? Ni kutafuta tu kula za huruma, lakini safari hii tumesema tutasimama na no reform, no election. Mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi ukifanyika vizuri, hivi vitu unaona tutafanya nini?
kitafanyika. Kwa hiyo ndugu mwandishi wa habari, kwamba unasema tunaathirika kwa hili, sisi Chunya hatujaathirika, lakini zaidi tunaendelea kuimarika zaidi, na ndio maana kama walivyosema viongozi wenzangu kwamba tutatoka hapa tarehe 23 asubuhi kuelekea Dar es Salaam kwenda kumsupport, kumuona mheshimiwa kiongozi wetu ambaye kimsingi ndio mwenyekiti wa chama taifa, na huku Chunya ndio watu wake ndio sisi. Hii ni sehemu ya chama. Kwa hiyo hatujaathirika, tuna nguvu, tunaendelea kuimarika. Kwa kama wamejidanganya kumkamata mheshimiwa mwenyekiti kwamba sisi tutaathirika, hiyo kitu haipo. Hii kampeni ya Lissu, hii kampeni ya no reform no election ni kama ni ya Lissu na Heche. Je, itakuwaje pale juu chini, mnaitimiza vipi? Ndugu waandishi wa habari, mimi naweza kusema hivi, kampeni ya no reform no election tunaisimamia vilivyo. Kama mtakumbuka, kama tulivyoweza kusema, tunaendelea na wanachama wanaendelea huko mitaani kujaza zile form za petition kama mnavyoziona hizi hapa. Zimejaa, nyingine zipo huku, zimeshajazwa. Kwa tunaendelea na mfumo, wamejaza majina kila watu, kila kata tumegawa waweze kujaza hizo form za petition. Mara baada ya kukamilika, tutazipeleka sehemu ambako ambako zinahitajika, kwa mfano ofisi ya mkoa wa Mbeya. Sisi kama chama, mimi nimezipokea kama kiongozi wa chama wilaya, lazima nizishushe kwa makatibu wa chini. Kwa hiyo nao wataendelea kuzisimamia. Kwa ile misingi ya chama tunaendeleza. Kwa hili swala la no reform no election sio issue ya Lissu peke yake au mheshimiwa Heche peke yake. Ni swala la wanachama wote, wana harakati, wana nchi mbalimbali, ndio ambao tunahusika nalo hili no reform no election. Kwa hiyo mimi nafikiri tunaenda nalo vizuri na talijibia vizuri. Absalomu Njanga Kabuje, nakaa kata ya Chokaa, kijiji cha Kibaoni. Mimi ni mzee mstaafu. Historia ya nchi ninaifahamu virefu ilivyo mpaka sasa. Nchi yetu au chama tawala kimekwenda nje ya mamlaka ya Watanzania waliopewa. Vyeo walivyopewa vimekuwa fimo kuwaadhibu wanyonge. Zamani tulikuwa tunalipa kodi kwa Mwalimu Nyerere, lakini tulikuwa tunafaidi matunda ya kodi. Nikienda hospitali natibiwa bure, matunda ya kodi niliyotoa. Wafanya biashara kwa nalipa kodi, lakini wako wafanya usafi wanaokusanya zile taka na kuzipeleka panapohusika. Lakini leo hii ukienda hospitalini, kama huna pesa ni kufa. Tayari utu wa Mtanzania umeondoka. Watanzania tumejizarau nafuu ya mkoloni alivyotutawala. Kitu hiki ni kero kwa Watanzania, si kwa chama tu, kwa Watanzania wote. Tundu Lissu ameingia kuwatetea Watanzania tutengeneze katiba ambao ni mwongozo wa vyama vyote Tanzania. Sio uongozi wa mtu mmoja, chama kimoja, uongozi wa Watanzania, ili Watanzania wanufaike na vile Mungu alivyoweka tunu nchini Tanzania. Lakini tunu alizoweka Tanzania wananufaika wachache. Ukiangalia hao wakubwa wa nchi, viongozi wakubwa wanatibiwa kwa kodi ya Watanzania ambayo wanatoa wao, lakini wale waliowachagua wamesaulika. Viongozi wa chini wamefilisika kwa kusomesha watoto wao ili wapate elimu, hawana ajira. Watoto wamebaki sasa ni vibaka mitaani. Serikali ipo. Haya ni maumivu kwa Tanzania. Sasa tunaposema tutengeneze katiba, tunasema kiongozi kwa kutengeneza katiba ili taifa liwe taifa linaloendelea, wanakamatwa na kuwekwa ndani, vinginevyo kubakwa na kuwekwa sehemu zisizojulikana. Ni hatari kwa taifa. Naomba kama viongozi wanalisikia haya ninayosema, hajawekwa Lissu kutetea maslahi ya ukoo wake. Hapana. Amewekwa ndani kwa ajili ya kutetea maslahi ya Watanzania, ili wote tunufaike, sio wanafaike wachache. Na nukuru maneno haya alisema baba wa taifa kabla hajafa. Alisema tumewafukuza makoloni ambayo yalitawala, ambao ni wazungu weupe. Yatakuja makoloni ya Kiafrika
ambayo hatuta pa kufukuzia ni hatari sana. Na sasa mimi nimeona nikiwa mzee sasa. Mwalimu Nyerere alisema kama historia, kama hadithi, lakini sasa nimeona, kwa sababu ukiangalia masikini wanashindwa kutibiwa, wanakufa hospitalini. Tunaanza kuchangia maiti tukizikomboe maiti. Ni Watanzania hao. Wanaonekana kama wakimbizi ndani ya nchi. Hizi si haki. Watoto tunasomesha, unafilisika, umemsomesha hana pa kwenda. Sasa maana amebaki ni kibaka. Aliyesababisha kuwa kibaka ni nani? Maana hakusomeshwa jinsi ya kujitegemea. Alisomeshwa kwamba ataajiriwa. Tunakwenda huko wapi wa Tanzania? Baada ya kuweka wawekezaji wa Tanzania, tumeweka wawekezaji ambao Nyerere alifukuza. Wamekuja kutukandamiza. Bado tuendelee siku kutawaliwa. Tunakwenda wapi si wa Tanzania? Sasa tunaposema tuweke katiba, sio katiba ya CCM, ni katiba ya Watanzania wote ili wafuate mwongozo wa nchi ambao nchi utaikomboa hapa ilipo na isogee mbele. Sio wakombolee watu wachache wanufaika wachache. Mungu aibariki Tanzania ili adumishe amani. Ikiwezekana wabadilike. Madaraka ya mtu mmoja ni cheo cha mtu mmoja na mnufaika, lakini matunda ya wanufaika ni ya Watanzania wote. Maana asipofanya vizuri huwezi kumshtaki. Hata angeingia wa Chadema kwa katiba hii naye atapenda nufaike. Ndio maana tunadai katiba ibadilike ili iwe inawabana na watu wa chini waitambue kwamba wako ndani ya nchi yao. Ninaomba rais uliyeshika madarakani, punguza rungu. Unawapeleka vijana kubaya. Unawapeleka vijana kubaya. Bomu la vijana kilipuka tunawasomesha ni hatari kwa taifa. Badilisha mazingira. Weka katiba ambayo inawabana viongozi wako ili nchi iheshimike, ibaki tunu yenye amani. Lakini bila hivyo, ukitumia mifano hata ndani ya nyumba, ukiwanyima watoto chakula, wanakuwa vibaka. Wakiwa vibaka, baba unaasirika ndani ya nyumba na unakuwa ni aibu. Wanasema watoto wakabuja ni waizi, kumbe wewe ndiye umesababisha watoto wawe waizi. Na washukuru watangazaji kwa kunisikiliza na kunipa nafasi hii. Ni maseme ya maneno haya ambayo taifa linanisikia. Kama linanisikia, ninaomba wabadilishe mfumo. Wanaogopa nini kubadili katiba kama hapo kweli? Nyerere alivuta ufarume, sasa tunaendelea katika ufarume. Mtoto wa Kabuja asipokuwa waziri hawezi kupata ubunge. Mtoto wa rais asipokuwa rais hawezi kupata urais. Tunakwenda wapi? Tumwachie Mungu atende haki kwa Watanzania wote, kama Nyerere alivyofuta ufarume na usultani. Nashukuru kwa kunisikiliza, na Mungu aibariki Tanzania na ilinde Tanzania ibaki na amani. Tuishi kwa kutishiana, tuishi kwa haki na upendo na amani. Asante sana. Kwa majina anaitwa Analisi Edi Akiula, mkazi wa Chunya mjini, jimbo la Lupa. Nini kuelekea tarehe 24 kwenye kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu. Sisi kama wanawake tumejipanga na tunategemea kuondoka hapa siku ya tarehe 23 kuelekea Dar es Salaam Kisutu kwa ajili ya kumsikiliza mheshimiwa na madai yake yasiyoeleweka. Hivyo basi, sisi kama wanachama tunaumizwa na hichi kitendo, tunaumia maana hatujajua nini shida au nini kesi iliyompelekea mheshimiwa kuweka gerezani. Sisi kama wanawake, na pia ninawaomba wanawake wenzangu kwa pamoja, kwa umoja wenu nchi nzima, kwenda kushirikiana pale mahakamani kwa ajili ya kuleta ukombozi kwa ajili ya mheshimiwa Tundu Lissu. Mimi ni mwanamke, mimi ni mama, ninaumia na nina uchungu kwa sababu Tundu Lissu ni baba anayetegemewa, ni ana familia yake, na kiujumla kama taifa tunamtegemea. Hivyo basi tunategemea na tunaenda kuiomba serikali kwamba iweze kumwachia huru. Kwa hili linaloenda kufanyika sio sahihi kijamii, sio sahihi kwa wananchi, na sio sahihi kwa taifa, kwa sababu aliyekamatwa ni mwenyekiti wetu wa taifa na tunamtegemea kwa namna moja au nyingine, kwa sababu maono yake yamejaa kwenye mioyo yetu. Kwa hiyo kama wametegemea kumkamata wakitegemea kwamba sisi tutarudi nyuma, hapana. Sisi kama wanawake tunategemea kuungana na wanawake wenzetu kwenda kumtetea au kwenda kusikiliza kesi ya mheshimiwa Tundu Lissu. Hivyo basi, ndakuwa sina mengi ya kusema, ila ombi langu kwa serikali, ombi langu kwa Mama Samia ni kwamba aliangalie hili kwa upande wa pili, kwamba yeye ni mama
na anategemea na anawaza, na hapo alipo ana watoto na ana wajukuu. Akiangalia hali alionayo Tundu Lissu mle gerezani, sisi kama wanawake, sisi kama wananchi tunazidi kuumia na tunazidi kuathirika. Ila kisiasa na kauli na maoni ya Mheshimiwa Tundu Lissu yanazidi kutupa nguvu, akili na maarifa kwamba hata kama wamemuweka ndani mpaka uchaguzi utakapokamilika, kauli yake imekaa kwenye mioyo yetu na akili zetu kwamba hata kama hajatoka gerezani, uchaguzi wa vyama vyote hautafanyika. Hivyo basi sisi kama wanaharakati, wapenda maendeleo, wapenda mabadiliko, tunaenda kuungana na Mheshimiwa Tundu Lissu, na sisi kama wanachunya tutaondoka hapa tarehe 23, mimi nikiwa miongoni mwa kundi ambalo litaondoka kuelekea pale Kisutu kwa ajili ya kusikiliza kesi hiyo. Mwenyekiti mstaafu wa Baraza la Vijana wilaya ya Chunya jimbo la Lupa. Niko hapa kuungana na kauli mbiu ya chama kuhusiana na no reform no election. Kwa nini no reform no election? Watu wengi wanaona kauli hii kama ni kauli ya chama au ni kauli ya watu wawili. Tutatoa tu mfano mdogo kati ya vitu ambavyo tunavililia na kuvihangaikia. Kwa mfano kanuni za maadili za uchaguzi ambazo zimesainiwa juzi hapa. Moja ya kanuni ya 52 kifungu cha kwanza za mwaka 2024 za uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani inasema mawakala hawatapewa nakala za fomu za matokeo kutoka ndani ya kituo cha kupigia kura, wala nakala hizo hazitabandikwa kwenye ubao au mbao za matangazo ili wapiga kura wa eneo husika waweze kuona matokeo haya. Ukitafsiri kanuni hii, ni moja ya kanuni mbovu kati ya kanuni nyingi zilizomo ndani ya kanuni zile ambazo zimesainiwa na vyama hivyo 18. Kwa hivyo basi sisi kama Chadema, sisi kama wanachunya tunaungana na chama kwamba hatutaenda kwenye uchaguzi bila kufanya marekebisho ya kanuni hizi, kwa sababu kanuni zimekuwa ni kandamizi. Tunaona kabisa watu wanapoteza morali ya kwenda kushiriki zoezi la upigaji wa kura kwa sababu yule watakaye mpigia kura hata tangazwa na hata chaguliwa, na hata akichaguliwa hata akishinda hata tangazwa. Hivyo basi tunaitaka serikali, muda bado unatosha kufanya reforms kwenye mambo haya ambayo ni sheria ndogo hizi za kawaida kama hizi kanuni za uchaguzi. Hivyo tunaitaka serikali kwa kupitia ofisi ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi pia na msajili wa vyama vya siasa kurudi hadharani kujirekebisha, maana kujirekebisha sio dhambi. So viazi wamekosea, wanatakiwa wakubali tu wamekosea. Sasa kama leo hii unasema wakala anakuepo kwenye kituo, hata pewa nakala zile za fomu ambayo ni fomu namba 21A, namba 21B na namba 21C. Sasa kama hata pewa, je, mkibadilisha matokeo humo ndani, sisi wa nje tutajuaje? Bado nakala hizo hazitabandikwa eneo la mbao za matangazo kwenye kituo cha kupigia kura. Kama mtakuwa mmebadilisha, sisi tutajuaje? Kwa hivyo kwa kifupi, hiyo ndio maana halisi ya no reform no election. Sisi kama wanachunya na mimi kama kijana kwa kushirikiana na vijana wenzangu wanachunya tunaungana na chama no reform no election. Chadema ni taasisi kama zilivyo taasisi zingine. Ndani ya taasisi kuna kupishana mawazo na lazima mkubali kutokubaliana. Hivyo basi utashi wa mtu mmoja mmoja hauwezi kupingwa. Ukiangalia kwa mfano kuna hawa wanaojiita G55. G55 imeshaitokea miaka ya 90 ndani ya Chama cha Mapinduzi. Ilikuwa ikiongozwa na mbunge wetu wa Chunya hapa, marehemu Mzee Njeru Mugala Kasaka. Mwisho wa siku ile hoja iliingia pale bungeni ya kutaka serikali 3. Lakini pia baada ya kuingia bungeni pale ikaonekana haikupita kwenye chama. Maana yake nini? Mfano wake ni mfano wa sasa hawa wenzetu wa G55 ambao wanapingana. Sasa wao kwa mawazo yao binafsi wanapingana na maamuzi ya chama. Hoja ya G55 haikushinda miaka ile ya kutaka serikali 3 kwa sababu haikupita kwenye chama. Na sisi hatupingani nao hao kwa sababu ni mawazo yao, na huwezi kumzuia mtu kuwaza anachokiwaza. Hivyo basi msimamo wa chama au msimamo wa taasisi unatamalaki kuliko mawazo yako binafsi. Kwa hiyo tunasema hivi, sisi tunaungana na msimamo wa taasisi yetu kwamba tunasema no reform no election. Katika vyama 18 vilivyosaini,
labda tu ni wafungue wa Tanzania, pengine tunakuwa wavivu kufuatilia baadhi ya mambo. Kwenye hizi sheria ambazo zimesainiwa, kuna kanuni inasema kwamba ukisha saini na baadaye ukagundua kama umekosea, hautaruhusiwa kujitoa kwenye yale makubaliano mpaka uende mahakamani. Kwa hiyo sisi kama Chadema tumeona hiyo kwetu ni tatizo. Baada ya kufuatilia hili jambo, tumeona hatuwezi kusaini sheria kandamizi hizi ambazo hazina mabadiliko yoyote na kilichotokea 2019, 2020 na juzi 24.